Yohane sura ya 20. Alfajiri na mapema Jumapili, kukiwa bado na giza, Maria Magdalene alikwenda kaburini. Akaliona lile jiwe limeondolewa mlangoni pa kaburi. Basi akaenda mbio hadi kwa Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, "Wamemwondoa Bwana kaburini na wala hatujui walikomweka." Petro pamoja na yule mwanafunzi mwingine wakaenda kaburini. Wote wawili walikimbia, lakini yule mwanafunzi mwingine alikimbia mbio kuliko Petro. Akatangulia kufika kaburini. Alipoinama na kuchungulia ndani, aliona sanda, lakini hakuingia ndani. Simoni Petro naye akaja akimfuata. Akaingia kaburini. Humo akaona sanda na kile kitambaa alichofungwa Yesu kichwani. Hicho kitambaa hakikuwekwa pamoja na hiyo sanda, bali kilikuwa kimekunjwa na kuwekwa mahali peke yake. Kisha yule mwanafunzi mwingine alitangulia kufika kaburini, akaingia pia ndani. Akaona, akaamini. Walikuwa bado hawajaelewa maandiko matakatifu yaliyosema kwamba ilikuwa lazima afufuke kutoka wafu. Basi hao wanafunzi wakarudi nyumbani. Maria alikuwa amesimama nje ya kaburi akilia. Huku akiwa bado analia, aliinama na kuchungulia kaburini. Akawaona malaika wawili waliovaa mavazi meupe, wameketi pale mwili wa Yesu ulipokuwa umelazwa, mmoja kichwani na wa pili miguuni. Hao malaika wakamuuliza, "Mama, kwa nini unalia?" Naye akawaambia, "Wamemwondoa Bwana wangu na wala sijui walikomweka." Baada ya kusema hayo, aligeuka nyuma, akamwona Yesu amesimama hapo, lakini asitambue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamuuliza, "Mama, kwa nini unalia? Unamtafuta nani?" Maria, akidhani kwamba huyo ni mtunza bustani, akamwambia, "Mheshimiwa, kama ni wewe umemwondoa, niambie ulikomweka nami nitamchukua." Yesu akamwambia, "Maria." Naye Maria akageuka, akamwambia kwa Kiebrania, "Raboni," yaani mwalimu. Yesu akamwambia, "Usinishike. Sijakwenda bado juu kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu waambie, na kwenda juu kwa Baba yangu na Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu." Hivyo Maria Magdalene akaenda akawapasha habari wale wanafunzi kuwa amemwona Bwana na kwamba alikuwa amemwambia hivyo. Ilikuwa jioni ya siku hiyo ya Jumapili. Wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba, na milango ilikuwa imefungwa kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi. Basi Yesu akaja, akasimama kati yao, akawaambia, "Amani kwenu." Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi hao wanafunzi wakafurahi mno kumwona Bwana. Yesu akawaambia tena, "Amani kwenu. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma nyinyi." Alipokwisha sema hayo, akawapulizia na kuwaambia, "Pokeeni Roho Mtakatifu. Mkiwasamehe watu dhambi zao, wamesamehewa. Msipowasamehe, hawasamehewi." Toma, mmoja wa wale 12 aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao wakati Yesu alipokuja. Basi wale wanafunzi wengine wakamwambia, "Tumemwona Bwana." Toma akawaambia, "Nisipoona mikononi mwake alama za misumari, na kutia kidole changu katika kovu hizo, na kutia mkono wangu ubavuni mwake, sitasadiki." Basi baada ya siku 8 hao wanafunzi walikuwa tena pamoja mle ndani, na Toma alikuwa pamoja nao. Milango ilikuwa imefungwa, lakini Yesu akaja, akasimama kati yao, akasema, "Amani kwenu." Kisha akamwambia Toma, "Lete kidole chako hapa uitazame mikono yangu. Lete mkono wako ukautie ubavuni mwangu. Usiwe na mashaka, ila amini." Toma akamjibu, "Bwana wangu na Mungu wangu." Yesu akamwambia, "Je,
Unaamini kwa kuwa umeniona. Heri yao wale ambao hawajaona, lakini wameamini. Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake ishara nyingine nyingi ambazo hazikuandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate kuwa na uhai kwa nguvu ya jina lake.